Karibu MJ Channel. Leo tunakwenda huko nchini Canada. Ushuru mpya wa Marekani wadhidisha mzozo na Canada. Marekani imesema Canada ilishindwa kukamilisha makubaliano ya biashara kabla ya muda wa mwisho uliowekwa na Rais Donald Trump. Canada nayo imekosoa hatua hiyo na kuahidi kujibu ushuru huo kwa hatua za kulipiza kisasi. Marekani imetangaza kuanza kuzitoza ushuru mpya wa 50% baadhi ya bidhaa za Canada. Hatua hiyo imefikiwa baada ya nchi hizo mbili kushindwa kupata makubaliano ya biashara kabla muda wa mwisho uliowekwa na Rais Donald Trump. Marekani imesema Canada ilikataa kukamilisha makubaliano yaliyokuwa yamejadiliwa katika siku za mwisho za mazungumzo. Imedai pia kuwa Ottawa iliwasilisha madai mapya yaliyovuruga mchakato wa kupata makubaliano. Ushuru mpya wa Marekani utaathiri baadhi bidhaa za Canada zenye thamani ya takriban dola bilioni 28 za Marekani, ikiwemo samani, bidhaa za maziwa na mvinyo. Canada yaahidi kulipiza ushuru huo. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney ametangaza kusitisha mazungumzo ya biashara na Marekani na kusisitiza kuwa mabadiliko ya dakika za mwisho kutoka upande wa Marekani hayakuwa ya haki. Ameahidi kwamba Canada itajibu ushuru huo dola kwa dola, huku akiahidi kulinda wafanyakazi na biashara zitakazoathiriwa. Hayo ndio mambo yanaendelea huko nchini Marekani, na hizo ni siasa za nchi zote mbili. Kumbuka diplomasia kati ya Marekani na Canada zimekuwa katika sintofahamu. Wako kwenye tension kwa muda mrefu sana. Kama unakumbuka kipindi kile ambacho waziri mkuu wa Canada aliyopita Bwana Justin Trudeau alikuwa na mzozo na rais wa Marekani Donald Trump mwaka jana, na kumbuka Rais Trump alikuwa anasema kwamba Canada ni lazima iwe jimbo la 51 la nchini pale Marekani. Kwa hiyo kawa na mvutano mkali kabisa, na mpaka kafikia hatua ya kuwekeana ushuru wa bidhaa mbalimbali katika eneo hilo la Amerika ya Kaskazini. Kumbuka Canada ipo Amerika Kaskazini pamoja na Marekani, na kwa kweli hawana uhusiano mzuri sana kidiplomasia, na hasa Marekani kuendelea kuwepo katika hali ya ubabe katika eneo hilo lote la Amerika ya Kaskazini. Kumbuka Marekani anataka nchi zote Canada na Mexico zote ziwe zinamilikiwa na Marekani na amri zote zinatoka pale Marekani. Kwa hiyo hilo ndio lengo la Marekani. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Kumbuka hizo nchi zote kwanza ni washirika wa kimkakati wa Marekani. Inapofika wakati Marekani inataka kuingia kwenye mzozo na nchi fulani, basi huwa wanaomba msaada katika hizo nchi. Na tukumbuke kabisa kwamba Canada ni moja ya nchi ambazo zipo katika jumuiya ile ya G7 ambazo ni nchi ambazo zinaendelea sana kiuchumi duniani. Kwa hiyo ni nchi kubwa ambayo inamilikiwa na ufalme kule Uingereza. Kwa hiyo pamoja na hayo yote bado sintofahamu ipo kubwa sana. Na kama nakumbuka waziri wa zamani aliyotangulia pale Canada Bwana Justin Trudeau alikuweko na mkuruzano mkubwa sana na Rais Donald Trump. Na Justin Trudeau alikuwa madarakani kwa miaka 10 tangia mwaka 2015 mpaka 2025. Kwa hiyo ni wa muda mrefu sana, na ameendelea kufanya kazi kwa juhudi kubwa sana ili kuongoza kabisa taifa hilo kubwa kabisa lenye idadi kubwa ya watu hapo huko Ottawa. Kwa hiyo bado kazi ni kubwa, na Marekani inaendelea kuzishawishi nchi zote hizo ziwe chini ya mamlaka yake, hasa ya kisiasa na kistratejia. Kwa hiyo bado tension bado ni kubwa, na hatujajua ni kwa muda gani hali hii itaendelea, lakini kipindi hiki chote cha Rais wa Marekani Donald Trump yuko madarakani, kwa kweli tutegemee mizozo kila wakati, lakini kutofautiana kwa namna moja au nyingine, lakini pia na masuala ya diplomatiki katika nchi mbalimbali, basi
kwa kweli inakuwa duni sana, kutokana na mazingira kwamba Trump ni mmoja kati ya mtu ambayo anayependa makuu sana. Kwa hiyo hali hii haiwezi kutoka, lakini binafsi nafikiri ni njia pekee ya kuweza kukaa chini na kutatua tofauti zao ni kutumia diplomasia, na hasa katika ile engo ya masuala haya ya kiuchumi. Kumbuka Rais Trump yupo kwenye vita vya kiuchumi duniani kote, na hasa katika zile nchi ambazo yeye anaona kabisa kwamba haziendani na sera za Washington. Kwa hiyo anachokifanya ni kuendeleza siasa zake au vita vya kiuchumi katika dunia yote. Kwa hiyo tutegemee kwamba mambo hayo yataendelea, na lengo kubwa ni kuzipigisha magoti na kufuata zile strategy ambao au malengo ambayo Marekani anayoyataka. Kumbuka goal ya Marekani ni kuhakikisha kwamba dunia yote au nchi zote katika dunia hii basi ziwe zinafuata sera zile za Washington, na sera za Washington ni kujitanua pamoja na kumiliki mali na kuendelea kutawala eneo lote la dunia, na hasa wale washirika ambao kwake yeye anaona kabisa kwamba ni wapinzani. Kwa hiyo ataendelea kuwafuatilia na kuhakikisha kwamba lazima anawajibisha kwa namna moja au nyingine, na mojawapo ya silaha anazotumia kwanza ni silaha ambazo za kiuchumi, lakini pia na ushawishi na mambo mengine. Kwa hiyo hali bado ni ngumu katika eneo hilo na nchi hizo zote mbili. Jamani, asanteni na jioni njema.